Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Maneno yapo ndio sehemu ya mchezo. Kama vile wachezaji wanapokosa magoli, basi mambo yapo. Shida iko wapi kwa makocha? Na sisi shida wapi kwa waamuzi? Lakini yote kwa yote, kila mara tunazungumza swala la waamuzi, haki yao ya msingi wanapata, na sisi tunawapa elimu ya kutosha. TFF tunawapa hela nzuri tu wanapochezesha. Sasa mengine ni sehemu ya mapungufu ya wanadamu ambayo yanawakabili wenyewe. Sasa haya mapungufu kwa hawa kama ya wanadamu, lakini yanaonekana kana kwamba yanazidi na yanasababisha baadhi ya timu. Kweli kabisa unavyozungumza, ndio sifa mwanadamu kuwa na mapungufu, na mapungufu yote yanapojitokeza aidha ya referee, mchezaji, kiongozi, hata mdau wa habari, lazima mfaidishe mtu mwingineo. Lakini sisi kama TFF, kamati ya waamuzi, bodi ya ligi, sio lengo letu hilo kwamba afaidike timu. Sisi lengo letu ni kuhakikisha kwamba sawia iwepo. Isipokuwa yanapotokeza mambo kama hayo na kabainika, sisi kama waamuzi, TFF na bodi tunachukua hatua kali kwa mtu aliyesababisha hilo jambo. Mechi ya juzi ambayo imehusisha Simba dhidi ya Mashujaa, kuna malalamiko mengi yanazungumzwa na wadau wa kabumbu. Wewe kama bosi wa waamuzi tayari ushapokea malalamiko, na nini ambacho kinafanyika kwenye eneo hilo? Ni kweli kabisa, na mimi nimepata malalamiko kutokana na vyombo vya habari, kwa wadau wa soka kulalamika kwenye mitandao ya jamii. Na mimi kila mara nawaambia wadau wa habari kupitia chombo chako hiki cha Wako FM kwamba sisi kama kamati ya waamuzi kazi yetu inakuisha. Ukishampanga mwamuzi baada ya kumwelekeza kasimamia sheria 17, tayari sisi jambo letu limekwisha. Sasa inabakia kazi yake yeye kwenda kutekeleza hizo sheria 17. Sisi kama kamati ya waamuzi tunasubiri kamati ya uendeshaji wa ligi ambayo ina viongozi wanaosimamia huo mchezo, na endapo kwamba itatoa taarifa kwa mwamuzi huyo ambaye tulimpa majukumu ili aende akasimamia sheria 17 hakutekeleza au hakusimamia vizuri, hatutosita kumchukulia sheria mkononi na kumweka pembeni katika mambo hayo ya mchezo yetu. Lakini pia waamuzi kila mara tunawaeleza kabisa, pindi unapoteuliwa na unapochaguliwa kwenda kuchezesha mpira, hakikisha kabisa kwamba unakwenda kusimamia. Sio lengo letu kukuagiza uende ukaharibu. Okay, na katika hayo malalamiko ambayo wadau wa soka kama ambavyo umesikia na vyombo vya habari pia vinalalama, kwa jinsi ambavyo ulivyomtazama mwamuzi ama kwa jinsi ambavyo ulivyotazama waamuzi, je, umebaini kuna mapungufu ambayo yameonekana kwenye huo mchezo? Siwezi kukwambia kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu una utaratibu wake. Na utaratibu upi unakwenda? Baada ya waamuzi kuwa uwanjani, kuna watu wanaowasimamia hapo uwanjani. Ndio wenye mamlaka pekee ya kutoa taarifa kuna mapungufu au hakuna mapungufu. Jicho lako pekee na wewe na mimi haliwezi kumjaji mwamuzi kama na mapungufu au hakufanya mapungufu, kwa sababu wewe sio mtaalamu wa siku hiyo. Na nimesikia pia kwamba mmeanza uchunguzi kuhusiana na hao waamuzi. Inasemekana kwamba kuna baadhi ya waamuzi wana vijinasaba kwamba wana kadi pia za wanachama wa klabu fulani. Je, hizi taarifa za kuanza uchunguzi kwenye hilo ni taarifa za kweli au la? Ni kweli kabisa. Sisi kama TFF, bodi ya ligi, kamati ya waamuzi, taratibu za chama cha waamuzi nchini inatamka wazi kwamba akisha kuwa mwamuzi una ruhusa kuwa mwanachama wa klabu. Sasa hayo malalamiko tumeyapata, na sisi kama TFF bodi na kamati ya waamuzi tumeyachukua na tunaendelea kuyafuatilia kwa ukaribu zaidi. Na endapo kama tutagundua mwamuzi yote ambaye ni mwanachama, basi tutamrudisha kwenye chama chake cha waamuzi, watazame utaratibu ambao wanaofanya wao, kama kweli chama cha waamuzi kinachukua au kinawakubalia waamuzi wake kuwa wanachama wa vilabu. Na sisi kama TFF tukishagundua hilo jambo, tunamfuta kabisa katika mchezo yetu ambayo inaendelea. Kiuhalisia wa Tanzania wafahamu kwamba tayari imeshaanza uchunguzi wa kubaini hilo mara baada ya kupa malalamiko kwamba kuna waamuzi kuna waamuzi wa mechi ya Mashujaa dhidi ya mechi ya Simba dhidi ya Mashujaa kwamba wana viashiria vya kuwa wanachama na klabu nyingine. Imeanza uchunguzi kwenye hilo. Watanzania wafahamu hilo.
Ni kweli kabisa, uchunguzi tunao, na moja uchunguzi kwamba kuomba wenzetu wa chama cha waamuzi nchini watuletee taarifa rasmi ya kila muamuzi, na hiyo taarifa ambayo imejitokeza tumeshawasilisha kwenye chama cha waamuzi, ili kwa sababu chama cha waamuzi ndio chenye waamuzi wake na ndio kinachoangalia wanachama wake yeye kwa muamuzi kwenye chama cha waamuzi au wanachama kwingineko. Na sisi tunafurahi sana vyombo vya habari au wadau wa soka kusema hilo. Kwa sababu gani? Kumetusaidia. Na tunatusaidia vipi? Sasa tunaomba ushahidi. Kwa yoyote mwenye ushahidi uliokuwa kamili, tafadhali awatuwasilishie hapo katika ofisi zetu ziko pale Karume. Chama cha waamuzi pale Karume watuletee ushahidi. Na tunafurahishwa namna gani? Kwa sababu wadau wa soka kutokana na ligi yetu ilivyokuwa bora kabisa Afrika, wadau wa soka wanafuatilia kwa kila jambo. Na mimi naamini kabisa tuisaidie ni TFF, tusaidie ni FRATI ambayo ni chama cha waamuzi, na msaidie kamati ya waamuzi kubaini ambao mtu yoyote ambaye anakwenda kinyume cha utaratibu wa waamuzi ili tumchukulie hatua. Kwamba ni kosa kwa mwamuzi kuwa na wanachama wa klabu. Ni kweli kabisa, ni kosa kubwa kabisa. Kwa sababu moja ya kipengele ambacho chama cha waamuzi kinatuapisha sisi waamuzi wote kwamba ukisha kuwa muamuzi hutakiwi uwe mwanachama wa klabu yoyote inayoshiriki katika mashindano hayo. Sasa wewe kama ni muamuzi ambaye unakuwa ni mwanachama wa klabu hiyo, sasa unapopanga kuchezesha uone kama hautotenda haki. Na sisi ndio maana tunasisitiza kwamba uchunguzi unaendelea, na sio kwa mmoja wawili, hapana. Tumeanza kupitia waamuzi wote nchini, ikiwemo mimi mwenyewe kujikagua, je, na mimi ni mwanachama? Kwa sababu inawezekana mwanachama akashindwa kujitambua kama ni mwanachama. Lakini tuelewe wazi kwamba wadau wa soka, tusilete taharuki sana kwa wadau wa soka kwamba vyombo vya habari au wadau wanatumia vyombo vya habari kwenda kupelekea taharuki kwamba waamuzi wote ni wanachama vilabu. Hapana, tafadhali kabisa tuwe ni wakweli na tumogope Mungu. Sawa, anaweza asiye mwanachama lakini ni shabiki wa kulialia wa timu hiyo. Je, hili pia ameangalia vipi pia? Huwezi kumtambua shabiki, huwezi kumtambua hata siku moja. Na kama tutamtambua ni shabiki na tujibumia ni shabiki na tukapata tayari kabisa kwamba kuna taarifa au kuna uhakika kwamba ni shabiki, naye tunamweka pembeni kwenye mashindano. Lakini ushabiki huwezi kutambua. Wanachama ni rahisi. Kwa sababu gani? Kuna vitambulisho rasmi ambavyo vinatoka ambavyo vinakuwa na uhakika wa hilo jambo. Lakini pia tunaonya kabisa ushabiki, upenzi wa kuwa wewe ndio kijimagenge kwenye vikundi, aidha kwenye mavazi yako mara kwa mara ndio unaonekana hayo, sisi sio mwenzetu. Mwenyekiti nakushukuru. Okay, kuna swali hapa nataka nikuulize. Ndio. Of course toka tumeanza kucheza mpira hapa nchini na kuanza kuwa na mashirikisho, kwa asilimia kubwa mashabiki wengi ambao ni marefarees wao ni mashabiki wa Simba na Yanga. Na kuwa shabiki sio kosa. Issue kubwa ni weledi wako. Sasa pale nchini Uingereza marefari wote, haijalishi wewe ni mwanachama sio mwanachama, wanaitwa na shirikisho la soka na wanaambiwa wewe ni mshabiki wa timu gani, si ndio? Mfano mmoja wapo ni refari huyu tunamuita na Michael Oliver. Yeye huyu amejitanabaisha yeye ni mshabiki wa Newcastle United, na aliomba kabisa kwamba msinipangie mechi za Newcastle kwa sababu mimi kuna eneo ambalo nitahitaji kufanya maamuzi ya timu yangu, nitawapendelea. Sawa, na wako pia pia kuna nani wengi sana tu hapo, waamuzi wengi. Sasa sisi tunashindwaje kutambua kwamba huyu muamuzi ni shabiki wa timu hii na wakati inajulikana kabisa mpaka awe mwanachama? Kwa sababu kusema awe mwanachama ni ngumu sana. Kuna mwingine sio mwanachama lakini yeye ni mshabiki, na endapo atapewa nafasi ya kuchezesha hiyo mechi lazima tu atafanya ile hali ya kupendelea timu yake. Uone kama mnakwepa zaidi kuweza kutambua au kuweza kuwaambia waamuzi kwamba licha ya kwamba wewe ni shabiki wa Simba au Yanga, lakini chezesha kwa weledi, na ukishindwa kuchezesha kwa weledi basi tunakuwithdraw ama wewe haustahili kuchezesha. Hilo swali ni la kwanza. Lakini pia waamuzi wengi tunawaona pia wakifanya vizuri kwangu mimi, si ndio? Mfano muamuzi wa mechi iliyopita ya Simba
zidi ya Mashujaa wanafanya vizuri wengi sana, lakini refari bora tulokuwa naye ambaye tunamuona na anachezesha mechi za dabi ni mmoja peke yake. Hao wengine kwa nini hawapewi mechi za dabi na wanafanya vizuri sana pia? Kwa mfano kama Kefa Kayombo tumemwona, wakina Jafet Smart wanafanya vizuri, wakina William Mwabeli. Kwa nini hawa kwenye game hizi nyingi wanafanya vizuri, lakini kwenye mechi ya dabi tunamuona peke yake Arajiga? Kwanza nakushukuru sana kwa maelezo yako, maswali yako mazuri kabisa. Unapozungumza marefari wengi wa Tanzania ni Simba na Yanga. Kwanza hilo umelisema wewe. Sisi kama TFF hatujui hilo. Na tunashukuru sana kwa kauli yako nzuri. Sasa tunakuomba utusaidie ushabiki huo na utuletee majina hawa waamuzi na utupambanulie hawa ni wa Simba na hao na Yanga. Sasa basi sisi kama TFF hatuna utamaduni wa kusema kabisa kwamba tunataka tuwaite waamuzi tuwaulize wao shabiki wa timu gani. Kwanza tambua kabisa TFF inapata waamuzi kutoka chama cha waamuzi Tanzania. Ndio chenye mamlaka ya kuwa na waamuzi wake na wanachama wake. Labda hilo sasa ulirudishe kwenye chama cha waamuzi ikawaulize huko. Ili wao chama cha waamuzi tunapotaka waamuzi watuletee taarifa zao. Kwamba Saidi Ali ni mwanachama wa timu fulani, Nasoro Hamduni ni mwanachama wa timu fulani, ili sisi tuone kabisa je kanuni zetu na taratibu zinaendana na hilo. Lakini tunawaelezea sana wadau wa habari kupitia chombo chako cha habari na wadau wa soka nchini. TFF kanuni zetu kwamba zinamtaka kila mwamuzi asiwe ni mwanachama wala shabiki wala mpenzi. Na ndio maana unaona kabisa kwamba tutapogundua na taarifa sahihi sisi tunamfuta kwenye taratibu zetu sisi. Atabakia kwa mwanachama wa chama cha waamuzi kule, atajua na kuelekea kule na chama cha waamuzi. Lakini TFF kamati ya waamuzi bodi ya ligi hauna utaratibu wa kujua kwamba wewe Saidi au wewe Nasser Hamduni kama ni mwanachama wa timu fulani au shabiki wa timu fulani endelee kutumia. Hapana. Sababu gani? Mpira wa miguu ni mpira ambao unasimamiwa na sheria 17 na lazima ujisimamie kwa weledi na uwe na moyo wa dhati kabisa kwamba kuhakikisha kwamba mtu usimuumize na wala usimpendelee. Sasa tukiruhusu hilo jambo kwamba tayari watuletea hata kama sio mshabiki wa timu moja, inawezekana ukachezesha timu nyingine ikafaidika na matokeo ya timu nyingine. Sisi kwetu hapana. Kila siku FIFA, kafu, TFF tunasisitiza kwamba wanachama wa klabu ushabiki hauruhusiwi. Sasa masuala ya Uingereza tunashukuru kwenye hilo. Wao wana utaratibu wao. Sisi hatuna utaratibu huo. Lakini pia unapozungumza waamuzi wazuri hawaonekani kwenye mechi za dabi, hapana. Wanaonekana au hawataonekana. Kwa nini? TFF, bodi ya ligi, sisi kamati ya waamuzi tunapanga waamuzi kutokana na ubora na usimamizi uliokuwa mzuri. Mechi ya dabi si mechi ya majaribio. Sawa. Mechi za dabi si mechi za majaribio. Sasa tafadhalini sana, msiseme kwamba kila mwamuzi anaonekana na mechi ya dabi. Na sisi tunapenda sana tuwe na waamuzi wengi, lakini lengo la kamati ya waamuzi wakisha kwamba mechi zote zinaisha salama. Na ndio maana tunawapanga waamuzi kutokana na grade na mechi ambazo zipo. Matokeo yanatokea mle uwanjani ni sehemu ya matokeo na mapungufu ya mwanadamu. Na sisi kama kamati ya waamuzi, TFF na bodi, tunahakikisha kabisa kwamba yeyote anayefanya vibaya tunamuondoa. Na saa nyingine mnasema kwamba hatuchukui hatua, tunachukua hatua sahihi. Kuna wakati waamuzi hamuone, mnaanza kulalamika tena. Mbona fulani hatumuoni? Mbona tafadhalini sana. Tuendeleeni kutuombea na tuendeleeni kutuangalia kwa jicho la huruma zaidi na la ukali zaidi kwetu na la upole zaidi kwetu ili tusimamie mambo ambayo mmetufanya nini? Mmetupa. Sasa mwenyekiti, mimi nashukuru sana kwa majibu yako mazuri. Mechi za dabi zimechezwa hapa mfululizo kama kwa mfano tu kwa haraka mechi 5. Kwenye mechi 5 hizo mwamuzi mmoja kachezesha mechi takribani 4. Tena hapa namuongezea zaidi ya 6. Kwa sababu pamoja pia na Azam pia mechi nyingi sana kubwa, ambaye katikati yake katokea hapa ni Ramadhani Kayoko. Sasa waamuzi tunawaona wanafanya vizuri kwenye mechi nyingine za ligi. Nimetoa mfano kama kina Kefa Kayombo, wakina William Mwabeli pamoja na kina Jafet Smart, na muongezea mwingine pamoja hapa na Sadi Mlope, si ndio? Hawa wote tunawaona wanafanya vizuri. Inawezekanaje mechi za dabi zikawa mwamuzi mmoja ndo akaaminika peke yake yeye ndo bora kuliko wengine? Hao wengine tunawaona wanafanya vizuri huko na perform. Kwa nini inakuwa ni Rajiga peke yake? Na haijawahi hata kutokea mechi za dabi zikafuatana waamuzi wakawa tofauti, waamuzi wakati wawili tofauti. Anaweza kachezesha mechi 3 mpaka 4 mfululizo peke yake. Hilo ndo swali langu mimi. Hao wengine hawana ubora huo ambao wanao Rajiga?
Ni kweli, hilo sio swali, ni ombi lako kwamba sasa hivi tubadilishe waamuzi tuweke wengineo. Ombi lako ni zuri kwangu mimi na kamati yangu, tutalichakata. Lakini mimi nataka kueleza wazi kabisa kwamba bahati nzuri au bahati mbaya hukuwahi kuniona mimi. Na kama uliniona ulinisikia. Nataka kueleza nilifululiza miaka 4 mfululizo mechi za dabi zote nimechezesha. Raundi ya kwanza mimi, raundi ya pili mimi. Raundi ya kwanza mimi, raundi ya pili mimi. Nimechezesha dabi 8 mfululizo kwa miaka 4 mfululizo. Na kwa nini? TFF wakati huo au FATI wakati huo ilikuwa inaangalia lengo la TFF kuhakikisha kwamba michezo yote inachezeshwa vizuri na maamuzi mahiri. Sio michezo ya majaribio kama nilivyokuambia. Lakini wewe kwa sababu umeshakuwa mdau wa habari na mdau wa michezo, unatushauri kamati ya waamuzi kujaribu kumbadilisha Rajiga. Lakini kama kamati itaona haina sababu ya kumbadilisha Rajiga kuwa mwamuzi wa dabi, itaendelea naye. Na kama kamati itaona kabisa kwamba waamuzi waliowataja ni wazuri zaidi, itawapanga tu. Wala sio na hofu kwenye. Mwenyekiti, pia kuna haya yanazungumzwa kwamba hizi Simba na Yanga zinachagua waamuzi. Si kweli, hayo umesema wewe, yanazungumzwa na uzuri wa maneno wa mwanadamu, anazungumza analotaka. Lakini zinachaguaje waamuzi? Tunapanga maamuzi na tunachakata maamuzi kutokana na ubora wa mechi hiyo. Sasa kwa nini mara nyingi waamuzi, kuna baadhi ya waamuzi wanahusika zaidi kwenye mechi za Yanga na Simba? Unasikia kwamba mechi za Simba kuna mwamuzi huyo, mechi za Yanga kuna mwamuzi huyo. Hii inatokana na nini? Yaani kwamba mwamuzi mmoja kuchezesha mechi nyingi za Young Africans na mwamuzi mmoja pia kuchezesha mechi nyingi za Simba. Hii inatokana na nini? Waamuzi wako wengi. Inatokana na kupangwa tu. Kwa sababu kamati ndio inapanga, sio mtu mmoja anayepanga, wala sio TFF ambayo inatumika pale kwamba TFF ni nembo inapanga. Hapana, kamati inakaa, inachakata, inaangalia mwamuzi huyo. Na sio dhambi kuchezesha mechi 2, 3, 4, 5, 6 za Yanga na Simba, au mechi Yanga na timu fulani au Simba na timu fulani. Je, ubora unafanyika? Kwa sababu leo tukitizama vipindi vyetu vya michezo, upo wewe kaka yangu kila siku. Ina maana waamuzi watangazaji wengine hawapo bwana. Lakini tunatazama, je, kipindi chetu kitakuwa na ubora gani ataposimamia Saidi? Kwa hiyo Watanzania waondoe hofu kwamba kamati ipo kwenye wakati mzuri, kuhakikisha kwamba waamuzi wanakuwa bora zaidi kwenye eneo hilo. Yaani hakika hilo lengo la TFF, bodi ya ligi, kamati ya waamuzi, kuhakikisha kabisa michezo inamalizika sawa sawia na ni vizuri zaidi. Sasa hatuna sababu ya kuwa waamuzi amechezesha mechi kijana, juzi kachezesha hii mechi. Hapana, sisi tuangalie, je, ubora wa mwamuzi unastahili na mechi hiyo? Endapo kama ubora wa mwamuzi haustahili na mechi hiyo, ndipo hapo wadau wa habari, wadau wa michezo, tupigeni na lawama kwamba jamani, kamati mnatupangia mwamuzi huu, mpira umemshinda, tuangalieni mwamuzi mwingineo. Lakini mmempanga Rajiga, amechezesha mechi imekwenda vizuri kabisa, hakuna lawama. Sasa kumpanga kuna tatizo gani? Sawa. Umempanga Saidi, mechi imemalizika vizuri, akapangwa mechi nyingine, kuna tatizo gani? Sawa, mwenyekiti, kwanza ni vizuri pia ukawaweka wazi wa Tanzania. Wengi huenda kwamba wanaona kwamba huenda mwamuzi ambaye amehusika kwenye mechi ya Mashujaa, mechi ya Simba dhidi ya Mashujaa, huenda kwamba amekosea kuongeza dakika 15. Labda waweke wazi kwenye eneo hili ili wafahamu vizuri kwenye kanuni pia za usimamizi wa ligi. Je, mwamuzi pale kwenye kuongeza dakika 15 na matukio yalivyo, amekosea? Yuko kwenye wakati mzuri kisheria? Kwanza sio kosa kufidia muda. Mwamuzi ameelekezwa, kwa sababu yeye ndio mtunza muda na anatakiwa afidie muda wa mchezo ili malizike dakika 90 kamili za mchezo kutokana na matukio atakavyoyaona. Hilo halina lawama kwa mwamuzi yoyote. Isipokuwa sasa basi, juzi muona mechi ya Real Madrid na nani kule imeongezwa dakika 17. Juzi muona kuna mechi ya wale Hilal imeongezwa dakika 25. Jana muona mashinani huko Kenya, mechi ambayo imesimama imeongezwa dakika ngapi? Sasa tafadhali ni sana wadau wa habari, tuambieni wadau wa michezo kwamba mamlaka ya kuongeza dakika ni mamlaka ya mwamuzi na hayaingiliwi na mtu yoyote, isipokuwa kwetu sasa kuna usimamizi na kamati ya uendeshaji wa ligi itachakata na kutathmini, je, dakika zilizoongezwa ni sahihi na matukio yaliyotokea au usimamaji wa mpira. Lakini hapo mtambue, inawezekana mwamuzi akaadhibiwa kwa sababu dakika alizoongeza 15 zikawa ni chache, palitakiwa kuongeza dakika 25. Pia kamati ikichaleta taratibu tutamlaumu, kwa nini muongeze dakika 15, kwa nini usiweke dakika 25? Sawa. Ni vizuri pia ukatusaidia hivi, mwamuzi dakika ambazo anazopaswa kuongeza, matukio ambayo yanapaswa kuongeza dakika ni matukio aina gani uwanjani? Matukio mojawapo kama mnavyoona, mabadiliko ya wachezaji, matibabu ya goalkeeper ndani ya uwanja, matibabu ya mchezaji ndani ya uwanja na kutolewa nje, ushangiliaji wa goli, na inawezekana kwamba ukawa na tatizo lolote ambalo linaweza kutokea tu la kiufundi ule uwanjani, refari anatakiwa muda wote upidiwe. Sasa je, mkatazama hiyo mechi hiyo, je, ilikuwa inastahili? Na ndio maana tunasubiri kamati ya uendeshaji wa ligi
chini ya wataalamu wake watatuletea, na hivyo kwenye mchakato. Na bahati nzuri mechi imechezeshwa mwisho wa wiki hii na wiki hii ndio kushaanza. Ninaamini kabisa wataalamu wako ofisini, na wakisha kuchakatea watatuletea taarifa kama kweli dakika 15 zilikuwa sahihi au zilikuwa pungufu. Kayoko vipi? Simuone baada ya mechi ile. Mshampangia tena mechi nyingine? Hata pangia ligi imesimama bwana. Hizi mechi zilikuwa za kiporo na kamati ilishapanga waamuzi. Lakini nimeona kwenye mechi moja tu mimi. Hapana, ni macho yako tu. Kayoko ameshiriki sana. Na sasa hivi tulimpeleka mpaka champion kutusaidia kucheza mechi za champion. Wote waamuzi wa ligi kuu tumewapeleka champion kumalizia champion huko. Kwa sababu nako kulihitaji uzoefu na watu wakubwa kidogo wenda wakatisimamia ili timu zipande kwa uhalali. Sawa. Rai yako kuelekea kwenye kumalizika kwa ligi, kipi ambacho kamati mnataraji kukifanya kuhakikisha kwamba waamuzi wanatenda haki? Sisi kutenda haki kwa waamuzi ndio wajibu wetu. Sisi kutenda haki kwa waamuzi ndio lengo letu. Sisi kamati ya waamuzi tunawaeleza waamuzi kila siku kwamba kila siku ni mechi mpya. Sio kwamba kumalizika ligi au kuanza kwa ligi, hapana. Na mimi nawaambia waamuzi wenzangu, tafadhalini sana, pamoja na kumalizika kwa ligi hivi karibuni bado raundi 3-4, tunawaomba sana na sio nawaomba, na waelekeza au nawafahamisha kwamba tuendelee kusimamia sheria 17 za mchezo ili mshindi apatikane. Na mnaona jinsi gani ambapo Rais Karia na TFF yake na ni kama utendaji wanapokuwa makini sana kusimamia ligi yetu mpaka imefika kuwa namba bora katika Afrika namba 5. Haya, mnaona sasa hivi vilabu vyetu vinafanya vizuri. Uwekezaji mkubwa kabisa unaofanywa na wadau wa soka, ikiwemo nyinyi wadau wa habari na chombo chako, kwa sababu kote ni mapenzi makubwa na uwekezaji mkubwa kwenye mpira wa nchi. Kwa hiyo tuwatendee haki. Mwenye mamlaka ya mwisho ya kutenda haki ni mwamuzi. Tafadhali sana waamuzi, simamieni sheria 17, muhakikishe kabisa mpira unachezeshwa vizuri, na ili kila mmoja afurahie matunda ya uwekezaji na upenzi wake. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.